Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Shirikisho la soka nchini TFF limetangaza bei za viingilio kwa mchezo wa kimataifa utakaokutanisha mabingwa wa Tanzania bara Simba Sports Club na Sevilla kutoka nchini Hispania. Akizungumza kwa niaba ya TFF, mkurugenzi wa fedha na utawala wa shirikisho hilo ndugu Corneli Barnaba ametangaza bei za tiketi kuelekea mchezo huo. Tumewaita hapa ili kuweza kuwapa picha hasa ya viingilio katika hii mechi ya Simba na Sevilla. Katika viingilio viko katika magrupu matatu. Grupu la kwanza ni popular ambayo itakuwa shilingi 5,000. Alafu VIP B itakuwa jumla ya shilingi 15,000. Alafu na platinum itakuwa shilingi 100,000. Na hao watu wa platinum wao watapata services ambazo ni pamoja na kuchukuliwa kuanzia Serena, alafu watapelekwa uwanjani, na baada ya mechi watarudishwa tena Serena, na huduma nyingine watakazopewa ni pamoja na viburudisho, tisheti, na kwa namna hiyo basi huo ndio utaratibu. Kwa wale ambao wanahitaji kukata tiketi mapema, kwa sababu hii ni mechi kubwa, watapaswa kupata katika vituo vya mafuta vya Puma au katika vituo vya vingine, lakini wanaweza kununua pia zile tiketi za zile kadi za Selcom kutoka kwa wahusika wenyewe. Kwa hiyo kwa kifupi, huo ndio utaratibu katika mpango mzima wa viingilio kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa sababu siku sio nyingi zilizobaki, tiketi zitaanza kuuzwa leo ili watu waweze kujiandaa na kujipanga vizuri. Kama ambavyo mkurugenzi ametuambia kwamba tiketi zinaanza kuuzwa leo kwenye vituo vya mafuta vya Puma, lakini pia unaweza kununua kwenye kadi za Selcom ambazo zinauzwa shilingi 3,000. Kwa hiyo leo hii vyote hivyo vitaweza kupatikana katika maeneo hayo ambayo tumeyasema. Kwa upande wake, afisa habari wa klabu ya Simba Haji Sande Manara amesema wanafurahia kupata fursa hiyo ya kucheza na klabu kubwa kutoka nchini Hispania, ikiwa ni mara ya kwanza kwa upande wa nchi ya Tanzania. Mechi hiyo ya kukata na shoka inatarajiwa kupigwa Mei 23 kwenye dimba la taifa Dar es Salaam almaarufu kama uwanja wa Mkapa kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Mengi sana aliweza kuzungumziwa hapa. Haji Sande Manara anaeleza zaidi. Ziana pale. Kwa kifupi, kwanza tunawashukuru sana shirikisho na SportPesa kwa kuipa nafasi Simba kuweza kucheza mchezo huo mkubwa, na kigezo walichotumia ni kile kile cha kwamba timu iliyofanya vizuri kwenye SportPesa Super Cup, na hiyo ni kwetu changamoto, kwa maana ikitokea tena SportPesa Super Cup inabidi tufanye vizuri zaidi, kwa sababu ikitokea nafasi kama hii mnapewa nyinyi mliofanya vizuri. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kwetu kimetupa heshima kama klabu, lakini kinaipa heshima nchi. Nilikuwa naangalia takwimu zangu, tokea uhuru Tanzania haijawahi kushuhudia timu ya Primera La Liga. Yaani SportPesa walichokifanya, wanatuandikia historia. Yaani toka nchi imeitwa Tanzania haijawahi timu ya La Liga kuja kucheza Tanzania, timu inayocheza ligi kuu ya Spain. Zamani miaka ya 70 serikali yetu ilikuwa ikileta matimu makubwa ya Europe kwa kushirikiana na international communities. Nakumbuka kwa kuhadithiwa, bwana atakuwa na kumbukumbu nzuri, Aston Villa wakiwa mabingwa wa FA miaka hiyo ya 70 walikuja. Fluminense wakiwa mabingwa wa South America, Libertadores Cup walikuja. ABC, matimu makubwa walishakuja ya wakati huo. Baada ya miaka hiyo ndio ushuhudia timu kubwa ukiacha Everton ambao pia ililetwa na SportPesa kuja. Kwa hiyo kwa jambo hili SportPesa wanaolifanya ni jambo la kuinua mchezo wetu, na miaka hiyo ndio tunahadithiwa kwamba ndio mpira ulikuwa mkubwa Tanzania, kwa sababu walikuwa wanacheza wanapata exposure wachezaji wetu. Kucheza na matimu haya inakuongezea exposure.
Kwa sisi tunawashukuru sana SportPesa na TFF kwa kutupa hii fursa, na naamini wachezaji wetu wataitumia effectively kuweza kupata nafasi. Unapocheza matimu yale, inawezekana usajiliwe direct na Sevilla, lakini wana kawaida wanakuchukua, wanakusajili, wanakupeleka labda on loan kwenye nchi nyingine, pata uzoefu kidogo kucheza Europe, baadaye ukikomaa na kuleta. Na baada, nakumbuka ilipotangazwa hii Simba wanacheza na Sevilla, tulikuwa kama sikosei, nadhani tulikuwa kanda ya Ziwa. Wachezaji wakaanza, bwana, hii ni kweli au? Yaani wao wenyewe walikuwa excited kwamba tunakuja kucheza na Sevilla. Kweli, na kwa Captain Bogo, bwana, hii ni kweli au maneno? Nikamwambia kweli. Kwa kila mchezaji ana hamu ya yaani hata tulipokuwa Mbeya juzi wanazungumzia mechi na Sevilla. Yaani wao wenyewe wachezaji sasa hivi wanataka kuonyesha wanacheza na Sevilla. Nafahamu Sevilla historia yake, nadhani ilielezwa. Leo nilikuwa naangalia ule kocha wenu alofruku jana wa Arsenal. Mara 4 kawapa kikombe cha Europa. Kwa hiyo anakwenda finali yake ya 5 akiwa coach ambaye kaika historia. Kwa hiyo ni timu ambayo ina historia kubwa, ndio timu iliyoshinda Europa mara nyingi. Timu ambayo inapigana sana, wana wachezaji wakubwa, na kama alivyosema wanakuja full mziki, si kwamba wanakuja kutalii. Sababu nakumbuka kuna timu inaitwa Bournemouth ya Uingereza miaka 90 ilikuja. Lakini walikuja kundi tu la mashabiki wa Bournemouth, lakini hao wanakuja full. Wanamaliza ligi tarehe 19, 21 na 20, 21 wako hapa. Kwa wanakuja full mziki. Na sisi tutapeleka full mziki. Niliwahi kusema siku za nyuma kwamba hata ikija Barcelona, sio hii iliyofungwa kibwege juzi, ile yenyewe ile akina Xavi, Iniesta, PlayStation, nilisema ikija Taifa, ikija hapa Dar es Salaam kwa Simba yetu haitoki. Sasa kama wamekuja ndugu zao Sevilla, hawatoki. Hapa Taifa pale mechi ya mataifa sisi utoka. Tutakuja kamili, tutaingiza timu kamili, na tumeshukuru ratiba kidogo inatufavor, tutapata siku 2 kidogo, kwa sisi hiyo ni favor. Kwa hiyo tutakuja full mziki, kocha anafahamu ugumu wa hiyo mechi, na tunawaomba wenzetu wa shirikisho ikiwapendeza, na kanuni kama haziwabani, na nadhani haziwabani, kwa kuwa mechi hiyo tutakuwa tayari inshallah tutakuwa mabingwa wa nchi hii. Inshallah. Nimetanguliza neno. Ikiwapendeza, na kwa sababu hiyo ni mechi kubwa sana, dunia nzima itaangalia, tukabidhini kombe kwenye mechi hiyo. Ikiwapendeza, narudia neno ikiwapendeza, na mkiona kanuni zenu haziwabani, sababu ni heshima unapata, kwa sababu wale wazungu wale wanapenda vitu kama hivyo. Ukiwaomba Sevilla watupe ile gada fana ile, wanafanya kwa niaba ya klabu zote 19 zilizoshiriki ligi kuu, angawa wao washiriki ligi yetu, lakini wataona fahari kubwa kukabidhiwa kombe, timu yao ishuhudie watu wakabidhiwa kombe la ubingwa. Na ishatokea, wala sio ajabu kwamba eti Simba wanasema lazima ikabidhiwe ndani ya timu za ligi kuu. Hapana, ishatokea several times. Simba tulikabidhiwa kombe hapa mechi moja, nadhani tulikuwa tunacheza na timu kutoka kama sikosei Zimbabwe au Zambia, nadhani Canary Devils miaka ya nyuma, kombe la nyuma yake. Zamalek mwaka tuliowatoa Simba kule kwenye klabu bingwa Afrika, ndio siku walokabidhiwa kombe la ubingwa wa ligi yao. Inafanyika tu kwa sababu hii michezo ni furaha. Kwa hiyo nasema kama itawapendeza TFF, na kama Mungu akitujalia kushinda mechi hizi ambazo inshallah tutashinda, basi tukabidhini ule kombe, sababu ni heshima kwetu, heshima kwa Bwana Tarimba na SportPesa yake. Kombe linakabidhiwa mdhamini wa klabu yake, na client wake anakabidhiwa kombe mbele yake. Lakini la mwisho ni waombe washabiki wetu, hasa wa Dar es Salaam, tumekuwa hatuji kwenye mechi hizi mpaka ziwe klabu bingwa Afrika. Naona hata kwenye ligi kidogo tunapata changamoto kubwa, na wengine wanasingizia mvua. Guys, hii ni mechi kubwa mno. Tufanye kama tulivyofanya na Al Ahly au na Vita au na Mazembe. Viingilio mmevisikia hapa, very friendly. Tujaze uwanja, tutumie fursa hiyo kuitangaza na ligi yetu. Yaani unajua tunapokuja pale watu wamejaa 60,000, watu bwana, hii ligi kiboko. Hata wachezaji wanatoka Ghana huko Nigeria, Kamerun, akiwa anatakiwa na klabu za Tanzania, anakuwa kumbe anacheza ligi ambayo, mimi niwape mfano. Musa Mohamed alimuuliza kesi yule fullback wetu wa timu ya taifa. Alimuuliza, wewe timu umehama au ulifukuzwa? Akamuuliza kwa nini?
Timu hii ukizima mpira tu mchezaji unashangiliwa. Sasa unaondokaje kwenye timu kama hii? Kwa hiyo unajua washabiki wana nafasi kubwa sana ya kuvutia wachezaji wa timu za nje kuja kucheza kwenye ligi yenu. Kwa hiyo tujaze uwanja. Na kwa kweli tutaifanya promo sana. Watu wa SportPesa, TFF, msiwe na wasiwasi. Simba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunajaza uwanja kweli kweli. Tutaifanyia promotion kama tulivyoifanyia mechi za klabu bingwa Afrika. Lakini na kwenu wanahabari, mtusaidie kuitangaza. Mnatangaza nchi, mnatangaza uchumi wa nchi, mnatangaza utalii wa nchi. Wanapokuja wale Sevilla, magazeti yakiandika sana, vyombo vya habari vikitangaza sana, inaonekana ni jambo kubwa. Muona Everton na Gor Mahia, ile mechi iliyochezwa kule Goodson Park. Imagine wiki 2 nyuma vyombo vya habari vya Kenya vinatangaza tu Gor Mahia wanakwenda Liverpool, wanakwenda Liverpool, wanakwenda Liverpool. Sasa ni jambo la kitaifa. Kuna wakati unaacha interest zako, unaweka utaifa wako mbele. Tuache ushabiki wetu, tuweke utaifa wetu. Simba na Sevilla ni the biggest game ambayo haijawahi kuchezwa toka karne imeanza. Nawaambia kabisa. Yaani hakuna mechi ya Simba na Zamalek wala Simba na Sevilla ndio mechi kubwa kwa kuchezwa Tanzania toka karne hii imeanza. Hakuna. Ipi taji hiyo mechi gani? Utaifanisha Simba na Sevilla. Kikosi cha Sevilla ile thamani yake ile, unasajili wachezaji wote wa ligi kuu toka imeanza. Yaani toka kina Sande wanacheza mpaka sasa hivi wote unaosajili. Ni timu kubwa sana. Europa, unacheza Europa mara 4 umeshinda. Mara 5. Can you imagine? Kwa hiyo msiseme nyinyi ndio mna nafasi kubwa na kwa kweli katika hili waandishi lazima tuwapongeze. Mimi katika mechi za Simba za klabu bingwa wasema Haji kafanya kazi kubwa sana, ambaye nyinyi hamjui kitu. Walofanya kazi wale wanaume. Mimi nikifanya ni kidogo tu. Hawa ndio wanaotangaza mechi. Mimi nafanya theluthi. Na nategemea vile vile mtaendelea kuifanya kwenye mechi na Sevilla. Asanteni sana. Kwa story mbalimbali endelea kutufuatilia. Bwana mkazi wa kanda ya kaskazini na maanisha mikoa ya Arusha, Tanga, Manyara na Kilimanjaro, mko tayari? Kismat Advert Media kwa mwaka 2019 inakuletea mashindano ya Miss Northern Zone hapa mkoani Arusha, na shindano hili linaokutanisha walimbwende mbalimbali kutoka mikoa 4 na maanisha mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Manyara na Tanga. Na sasa basi, katika mashindano hayo watakuwepo wachekeshaji wote maarufu Tanzania, akiwemo Pierre Liquid, Pierre Atarifaya Tanzania saye, bila kumsahau Charlie wa Arachuga na maanisha Mr. Beneficial atakuwepo. Sasa baba la baba dingila pambana ya elayo na wasanii mbalimbali wanaochipukia. Sasa unakosaje? Kwa mfano ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2019 ndani ya Elite Center Club karibu na Uhuru Road mkoani Arusha. Ili kupata tiketi yako na kudhamini mashindano haya, wasiliana na ofisi za Kismat Advert Media kwa namba ya 0752624732. Miss Northern Zone 2019, elimu, urembo na ajira. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.